Mpira wa mponza mwanafunzi, abakwa na mwalimu. Hili ni tukio la kusikitisha kweli kweli. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia mwalimu wa shule ya msingi Nyampande iliyopo wilayani Sengerema kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha 3 wa shule ya sekondari Nyampande aliyekuwa anaangalia mpira nyumbani kwa mwalimu huyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Wilbord Mtafungwa, amesema kuwa tukio hilo limetokea tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2025 majira ya saa 5 asubuhi nyumbani kwa mwalimu huyo aitwaye Edwin Matthew Temba mwenye umri wa miaka 37 wakati wakiangalia mpira na mwanafunzi huyo ndipo akambaka mwanafunzi huyo. Imagine, tukio la kusikitisha kweli kweli. Msikilize kamanda huyu wa polisi akilizungumzia tukio hilo. Katika mujibu wa sheria, huyu alibakwa na mwalimu wake ambaye mwalimu huyo anaitwa Edwin Matthew Temba na miaka 37, ni mwalimu wa shule ya msingi Nyampande, kazi wa Nyampande wilaya Sengerema. Na tukio hilo la kikatili la ubakaji lilifanyika wakati binti huyu ameitwa hapo kwa ajili kwenye nyumba ya mwalimu kwa ajili ya kuangalia mchezo wa mpira wa miguu. Ndipo mwalimu huyo alipata fursa ya kuweza kufanyia kitendo hicho cha kikatili kwa kumwingilia kimwili. Inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo alikuwa na desturi ya kwenda kutizama televisheni nyumbani kwa mwalimu Edwin Matthew Temba, ambapo tarehe 24 mwezi wa pili majira ya saa 5 mwanafunzi huyu alikwenda kwa mwalimu Edwin Matthew Temba kutizama mpira wa miguu. Ndipo huyo mtuhumiwa alipata nafasi ya kumbaka kwa kumfanyia kitendo cha kikatili. Mtuhumiwa huyo amekamatwa na uchunguzi juu ya tuhuma hizo zinazomkabili unaendelea kufanywa na jeshi la polisi. Hapo uchunguzi ukikamilika, jalada hilo litatumwa kwa mkuu wa mashtaka wa mkoa ili naye aweze kusoma na kutupatia maelezo. Mwanafunzi. Comment ni nyingi sana kuhusiana na tukio hili, wengi wakioji saa 5 asubuhi. Hiyo ni ligi ya wapi? Ligi ya Japani au? Huyo mwingine akisema mtoto wa kike peke yake nyumbani kwa mwalimu wa kiume sio rahisi, itakuwa walikuwa ni marafiki wa muda mrefu. Huyu akasema hawa huenda walikuwa wanafanya shughuli hizo muda mrefu tu. Nafikiri jibu rahisi ni kwamba mwalimu alikuwa na mahusiano na mwanafunzi, sasa walivyokutwa ndio ikawa kesi nyingine. Nini maoni yako? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Mimi naitwa Comic Cliff, msema chochote, nimesema chochote kitu kuhusu mpira wa mponza mwanafunzi kubakwa na mwalimu huko Sengerema.